Yako mengi zaidi kupitia Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga, ambapo limefanikiwa kupunguza kasi ya uhalifu mkoani Tanga kwa mwezi Januari 2026, huku likiwatia mbaroni watuhumiwa 55 wanaohusishwa na matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, uporaji wa simu na biashara ya dawa za kulevya. Katika kudhibiti wimbi la dawa za kulevya mkoani Tanga, jumla ya kilo 104 za mirungi zimekamatwa na kilo 24.6 za bangi zimekamatwa, huku mtuhumiwa mkombozi Masmius mwenye umri wa miaka 40, fundi ujenzi na mkazi wa Mbezi jijini Dar es Salaam, alikamatwa wilaya ya Korogwe akiwa na meno ya tembo vipande 19 sawa na kilogramu 52. Taratibu za kisheria zimefanyika dhidi yake pamoja na kufikishwa mahakamani. Jeshi hilo pia limefanikiwa kumwokoa Khalid Ramadhan aliyetekwa tangu mwezi Januari 6, 2026. Watuhumiwa wawili, Steven Elia mwenye umri wa miaka 27 kutoka Moshi na Moses Joseph Kisoko mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Tanga, walikuwa wakishikilia mateka huyo wakidai kiasi cha shilingi milioni 14, ambapo watuhumiwa hao walinaswa Januari 19 na tayari wamefikishwa mahakamani Handeni kwa hatua zaidi za kisheria. Taarifa hiyo pia imeainisha mafanikio ya kisheria ambapo watuhumiwa kadhaa wamehukumiwa. Katika wilaya ya Pangani, Saidi Ramadhani Saidi almaarufu Mbezi mwenye umri wa miaka 23 amehukumiwa kifungo cha maisha kwa kosa la kulawiti. Zakaria Bakari almaarufu Mfipa na Waziri Mdimu wamehukumiwa miaka 20 jela kila mmoja kwa kukutwa na nyama ya digidigi. Kombo Salim na Danford Andrew wamepewa miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Kamanda Mchungus ametoa wito kwa wananchi mkoa wa Tanga kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa wakati ili kuendelea kuweka mkoa katika hali ya usalama na amani. Kutoka hapa katika Jeshi la Polisi mkoani Tanga, langu mie naitwa Nasir bin Nasir. Endelea kubaki nami na wakati mwingine tena tukutane, bye bye.